Nitaja tu sekta mbili. La kwanza, sielewi serikali ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi gani hivi karibuni na wavuvi, sielewi. La pili, sielewi serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa sisi wabunge wazoefu ambao tuko bungeni humu sasa kipindi cha 3 na kuendelea, hii ni bajeti bora zaidi kuliko bajeti nyingine. Inawezekana wabunge wapya kama mdogo wangu Ado wakakosa ulinganifu wa kulinganisha bajeti hii na zilizopita, lakini sisi tuliobahatika kukaa muda mrefu tuna wajibu wa kuwakumbusha na kuwaeleza kwamba ukitaka kuijadili bajeti bora, bajeti nzuri, bajeti iliyoandaliwa, bajeti ambayo inamgusa kila mwananchi, hii ndio bajeti tunaisema. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na bajeti ya Wizara ya Nishati hapa, ambapo swala la mafuta tulilijadili tukalimaliza na bajeti ile tukapitisha. Tunapokuja leo kwenye bajeti hii ya kitaifa, aturudi kwenye sekta moja moja, huko tulishamaliza. Taarifa. Mtanzania. Taarifa. Mheshimiwa Damas Ndumbaro, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Ndumbaro ni ndugu yangu, rafiki yangu, lakini nataka kumpa taarifa kwamba hakuna ukomo kwenye mawanda, kwenye masuala yenye impact ya kikodi kwenye bajeti kuu. Sisi tumependekeza pawe na tax measure, pawe na hatua ya kikodi katika ule mjengeko wa bei ya mafuta. Tunataka shilingi 600 itolewe. Pahala pa kujadili ni hapa, ndio tunajadili tax measure. Asante. Mheshimiwa Daktari Ndumbaro, naipokea taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Ado, Shaibu Ado. Mheshimiwa Mwenyekiti, sipokei taarifa hiyo. Nimuombe tu mdogo wangu Ado atulie, sindano imuingie. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia takwimu za bajeti hizi, kwanza ndio bajeti kubwa kuliko bajeti yoyote toka nchi hii imepata uhuru. Bajeti ya shilingi trilioni 62.33 haijawahi kutokea. Kwenye hilo nilitegemea watu wengi tuliopo humu ndani, akiwemo mdogo wangu Ado, tusifie kwamba ndiyo bajeti kubwa kuliko bajeti yoyote. Na ukiona bajeti imekuwa, ujue nchi inapata maendeleo. Ukiona bajeti imekuwa, ujue miradi inatekelezwa, na tunaiona kwa macho. SGR hiyo tunaitumia sasa hivi na inakwenda Mwanza kwa ndugu zangu Wasukuma, nao iwafikie. Msalato pale uwanja wa ndege unakamilika, na ndio maana bajeti imekuwa sio bajeti ambayo inakwenda mfukoni kwa mtu, ni bajeti ambayo inakwenda kuinua uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika trilioni hizo 62.33, 74.2 ni fedha zetu za ndani. Hiyo nayo ni performance indicator ya kuonyesha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi ya kukusanya mapato ili kuwaletea Watanzania maendeleo.
na maendeleo wote tumewaona. Bajeti ambayo tumeletewa hapa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha imetuahidi mambo mengi mazuri kutokana na makusanyo hayo. Wastaarabu wanasema, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitaka kuomba sharti ushukuru. Nimesimama hapa kuishukuru serikali ya CCM kwa mazuri iliyoyafanya, na kwa kushukuru huku ndipo tunakwenda kuomba mengine mazuri. Tunakwenda kuomba barabara itakayomsaidia Mheshimiwa Ado kule Tunduru Kaskazini. Tunakwenda kuomba hospitali itakayowatibu watu wa Tunduru Kaskazini. Tunakwenda kuomba shule zaidi zitakazojengwa Tunduru Kaskazini. Sasa labda Mheshimiwa Ado aniambie katika jimbo lake hataki shule. Taarifa. Mheshimiwa Ado. Taarifa. Huwezi kutoa taarifa mbili kwenye session moja. Lakini Mheshimiwa, mimi nimeshawahi kupewa kanuni, nimeshawahi kupewa taarifa zaidi ya mara moja hapa na mtu mmoja. Utaomba mwongozo. Naomba kae chini. Mchangiaji, endelea. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama nilivyosema, wabunge wapya wanahitaji kujifunza zaidi pamoja na kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, makusanyo ya shilingi trilioni 46.79 hatujawahi kukusanya fedha kiasi hicho. Fedha hizo ndio msingi wa maendeleo ambayo tunayo. Taarifa. Na mimi naamini kwa mikakati ambayo waziri wa fedha Mheshimiwa Daktari Ndumbaro, kuna taarifa kutoka kwa Singlada Mligo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nitoe taarifa kwa mchangiaji kwamba nina simu ya wananchi wake wa Songea wakituomba tuikumbushe serikali kwenye ile mahindi waliochukua kupitia NFRA. Kwa hiyo usisahau kabla ya mchango wako kuwakumbuka wananchi wako wanaoidai serikali kupitia NFRA. Asante. Mheshimiwa Ndumbaro, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, siipokee taarifa, lakini nimwambie lugha rasmi ya kibunge sio nataka, unasema naomba. Usemi nataka kutoa taarifa. Kuhusu utaratibu. Unasema naomba kutoa taarifa. Mheshimiwa, kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu utaratibu. Kwanza. Nani anaomba utaratibu? Mheshimiwa Okorolo. Mheshimiwa Okorolo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasimama hapa kuomba kiti chako. Kwa mujibu wa kanuni zetu za Bunge, hairuhusiwi mbunge kusema uongo. Ninakuomba lililosemwa na Mheshimiwa Sigrada, meza yako ithibitishe hiyo simu. Mheshimiwa, tumepata ombi la kuhusu utaratibu. Kwa maneno alisema Singlada, kiti kitayaangalia Hansard na tutatoa maamuzi. Mchangiaji, endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Chama cha Mapinduzi katika bajeti iliyopita imewalipa wananchi wa Songea mjini mahindi waliouza. Mimi kama mwakilishi wao halali nathibitisha hilo. Lakini katika mwaka huu bajeti iliyopitishwa na Wizara ya Kilimo na bajeti hii ya trilioni 62.33 inakwenda kuongeza faida na tabasamu kwa wakulima wa nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia katika bajeti hii punguzo za kodi
kwenye maeneo ambayo yameandaliwa kuchachua uchumi wetu, kwenye magari yanayotumia umeme, kwenye maeneo ya tehama, kwenye maeneo ya kilimo, unaona wazi kabisa serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imejipanga kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Na maendeleo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, wala hayana ubaguzi. Maendeleo haya yatakwenda kwa kila mtu, awe mwana CCM, asiwe mwana CCM, awe ambaye anapinga au ambaye apingi. Hata wale ambao hawaitaki bajeti hii na wanajaribu kuipinga, bado maendeleo yatawatembelea. Ni rai yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tukamilishe makusanyo haya ya shilingi trilioni 46.79, ni lazima tuongeze uwigo wa kodi. Wanaolipa kodi ni wachache kati ya Watanzania wengi. Tukifika hapo, tuache kuangaliana usoni, tuache kuweka siasa mbele. Kila anayestahili kulipa kodi na alipe kodi, ili tupate fedha hizi na nyingine nyingi zaidi, ili tuweze kutekeleza bajeti hii kwa ufanisi wa hali ya juu na kuleta maendeleo kwa Watanzania, kuleta maendeleo kwa wakulima, kuleta maendeleo kwa wafanyabiashara, kuleta maendeleo kwa kila mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Ndumbaro, muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilijua utaniongezea muda kutokana na zile taarifa. Muda wako umeisha, wind up. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaunga mkono bajeti hii na niwaombe waheshimiwa wabunge wote tuiunge mkono bajeti hii kwa 100%. Asante. Nilimuita Mheshimiwa